Alikuwa rais wa Korea Kusini ameomba radhi kwa maamuzi aliyofanya baada ya mahakama kuu ya nchi hiyo kuridhia kuondolewa kwake madarakani na kumvua madaraka mara moja. Mahakama imesema uamuzi wa muda mfupi wa Yoon Suk Yeol wa kuweka sheria ya kijeshi mwezi Disemba mwaka jana ulikuwa na athari kubwa. Phyllis Mwatena maelezo zaidi. Uamuzi wao ulikuwa wa kauli moja na uchaguzi mpya sasa utafanyika baada ya siku 60. Kulikuwa na wasiwasi kwamba huenda maandamano ya kupinga uamuzi huo uliosubiriwa kwa muda mrefu yangegeuka na kuwa ya vurugu, lakini hadi sasa mikutano hiyo imesalia kuwa ya amani. Kaimu rais wa mahakama ya kikatiba Jaji Moon Hyung-bae alisoma uamuzi huo. Tunatangaza uamuzi ufuatao kwa pamoja na kwa makubaliano yaliyofanywa na majaji wote. Kwa kuwa hii ni kesi ya mashtaka ya kuondolewa madarakani, wacha niangalie wakati wa kushtakiwa. Sasa ni saa 5:22 asubuhi. Tunamfukuza mjibu maombi ambaye ni Rais Yoon Suk Yeol. Kwenye maelezo katika barua fupi aliyoiandika, Bwana Yoon amesema amesikitika sana kwamba hakutimiza matarajio ya umma. Akizungumza na waandishi wa habari, wakili wake Yoon Kab Kyun alipuuzilia mbali uamuzi huo akisema ulichochewa kisiasa. Mahakama ilifanya uamuzi ambao haukubaliki kabisa kisheria. Ninajuta sana kwani uamuzi huu unaweza kuonekana kuwa uamuzi wa kisiasa kabisa, na ninasikitika kuwa hili linaweza kutokea katika Jamhuri ya Korea, taifa linaloongozwa kikatiba katika karne hii ya 21. Na akizungumza na BBC, Hyung Do Choi ambaye ni mbunge kutoka chama cha rais wa zamani cha People Power amewataka wafuasi wao kukubali uamuzi huo. We are very disappointed with the court. Tumesikitishwa sana na hukumu ya mahakama, lakini uamuzi ulitarajiwa na wengi. Ndio. Kwa hivyo uongozi wetu umekubali hukumu hiyo na tumewataka wafuasi wetu kufuata katiba, na tunatakiwa kuwa wavumilivu ili tusiwe watu wa kuyumbishwa na hasira au uadui. Unajua, tunafaa kuafikia mkondo sahihi wa kurejesha siasa na uchumi wa taifa letu. Unajua, tunafaa kuafikia mkondo sahihi wa kurejesha siasa na uchumi wa taifa letu. Market economy. Hana Kim ni profesa msaidizi katika shule ya mafunzo ya kimataifa katika chuo kikuu cha Sogang, na ameiambia BBC kwamba licha ya uamuzi wa mahakama kwa kauli moja, siasa za Korea Kusini zinasalia kuwa na mgawanyiko mkubwa kuhusu uamuzi huu. Kwa namna kubwa, nadhani tunachokiona katika haya yote ni kwamba kwanza, demokrasia sio rahisi. Inachukua mengi, inachukua watu wengi na harakati kubwa ili kuwezesha hili kutokea. Lakini pia wakati huo kwa Korea Kusini tunaona pia mgawanyiko uliokithiri. Kuna watu wengi nje sasa hivi ambao wanafurahi sana na matokeo, lakini kuna kundi la watu ambao hawajafurahia na uamuzi huu. Na tunaona watu wa chama cha People's Party ambao wamekubali matokeo, na pia tunamuona Yoon ambaye hajakubali hali hiyo. Kwa hivyo tunaona mambo mengi tofauti yakifanyika hivi sasa. Different things happening right now. Uamuzi wa rais wa mwezi wa Disemba ulizua mtafaruku kabla ya kubatilishwa na bunge na Bwana Yoon akaondolewa madarakani. Kuna polisi wengi huko Seoul ambapo umati wa waandamanaji wapinzani wamekusanyika. Wakosoaji wa kiongozi huyo aliyetolewa madarakani wamekuwa wakisherehekea mitaani. Na baada ya hayo ya Korea Kusini, tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako jeshi la nchi hiyo FARDC na wapiganaji watiifu kwa serikali wazalendo wamefanikiwa kukomboa mji wa Walikale uliokuwa mikononi mwa waasi wa M23 ulioko jimboni Kivu Kaskazini. Peter Mwangangi na maelezo hayo. Tangu Januari 17, shirika la kibinadamu la matibabu lilitoa wasilishaji wake wa mwisho wa angani wa dawa katika eneo la Walikale. Eneo hilo hadi karne hii ya 21 halijakuwa na ufikiaji wa barabara na njia za hewa zimekatwa, na limeshuhudia ugumu wa kusafirisha misaada ya kibinadamu. Haya yanajiri wilayani Walikale wakati asasi za kiraia wilayani humo zikishuhudia kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika vijiji kadhaa kufuatia mapigano
kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23. Vituo vya afya ambao MSF inakuwa ikisaidia ni shida na madhara nyingi inaanza kuonekana, kwa sababu MSF ambayo inaendelea kusaidia Walikale inakuwa kwenye rupture ya hizo dawa. Tunaendelea kuambia wakuu viongozi ya kwamba wafanye nguvu lao lote wawezi kusaidia wakaaji wa mtaa Walikale, kwa sababu MSF ipate jinsi ya kuweza kufikisha dawa kusaidia wakaaji. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lililoungwa mkono na wapiganaji wa Wazalendo na mashirika ya kiraia walishuhudia udhibiti wa mji wa Walikale ulioko katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Vyanzo vya ndani vimeongeza kuwa tangu Jumapili mapigano mapya yameshuhudiwa kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 ambao walikuwa wameanza kuondoka katika eneo hilo tangu Machi 20. Mapigano haya yalifanyika haswa kwenye maeneo yanayounganisha Site Belg hadi vijiji vya Ngora na Mutakato kuelekea Goma, wakizidisha hofu kati ya wenyeji. Amethibitisha haya Riziki Lunanga ambaye ni mhakiki wa asasi za kiraia Walikale na Masisi mkoa wa Kivu Kaskazini. Walikale ilikuwa ikivamiwa na wa M23. Kwa sasa askari wa Zalendo wamejitahidi kupigana kabisa mnamna iwezekanavyo. Kwa ajili ya hiyo wa M23 wamejipakua wao wenyewe mteritwari Walikale, wameondoka, wameshika njia ya Goma. Kwa sasa teritwari Walikale imedhibitiwa na majeshi ya nchi ya Kongo pamoja na Wazalendo. Hata hivyo, pande zote zinazopigana wilayani Walikale hazijashuhudia mapigano hayo wala kutoa madai yao dhidi ya udhibiti wa Walikale. Mahamata Dei ni mchambuzi wa masuala ya usalama, ametueleza hisia zake dhidi ya malalamiko ya madaktari wasiokuwa na mipaka MSF pamoja na vita vinavyoendelea mashariki mwa Kongo. Ndio population imeteseka kwa njia ya vita, lakini sasa tena wameteseka zaidi kwa kutokupata dawa. Ninasihi gouvernement iweze kuingia katika jambo hili, MSF iweze kupata dawa ambayo itaweza kusaidia. Pia communauté international waone namna gani wataweza kusaidia MSF, kuona njia gani wataweza kutumikisha kupata dawa hizi. Itakumbukwa kuwa mgogoro wa usalama mashariki mwa Kongo DRC katika eneo la Walikale pekee umesababisha zaidi ya wanafunzi 128,028 kutoenda shuleni pamoja na kufungwa kwa shule 481 katika eneo hilo. Na msikilizaji, maendeleo ya teknolojia ya habari yameendelea kuwa kichocheo cha maendeleo maeneo mbalimbali, huku mitandao ya kijamii ikiwa soko pana kwa watu wa huduma. Kiasili imezoeleka kuwa uganga na masuala ya tiba asili yalikuwa yakizungumzwa na kufanyika sirini, lakini sasa mitandao ya kijamii imeibua kizazi kipya kinachofanya shughuli hizi wazi wazi ndani na nje ya mipaka mataifa yao. Nchini Tanzania, Tazan Nonya almaarufu Taz Genius amejizoelea umaarufu mkubwa mtandaoni kwa shughuli zake hizo, huku yeye mwenyewe akisisitiza ni wakati wa kujipambania. Mitandao ya kijamii licha ya kufungua fursa, pia imekuwa chanzo cha utapeli na kufungua mwanya kwa vitendo vya uhalifu na ulaghai. Mwandishi wa BBC Gansala ametuandalia taarifa ifuatayo. Bwana, ninataka nikuonyeshe dawa ambayo kutoka kurithi kwenye familia. Taz amehamishia huduma zake mtandaoni na anahudumia zaidi ya Tanzania. Nchi nyingi nahudumia, ila Oman, Kenya, nchi za Kiarabu nahudumia sana. Marekani wapo, lakini hizo nchi ninazokuambia Kenya, Oman, sijui wapi nchi zingine sizijui, ni nimezisahau kwa kuzitaja, lakini nahudumia sana. Utapeli na ulaghai ni mwiba mkali kwenye biashara nyingi mtandaoni. Kuitwa tapeli, Freemason, mchawi ni jambo la kawaida, kwa sababu ukiangalia hii huduma nilionayo na mali nilizonazo wataalamu wengi hawana. Kwa hiyo mtu kukuita tapeli, mwizi, Freemason ni kawaida kwa nchi yetu. Hayo ni maneno ya kawaida tu kwa watu waliofanikiwa. hizi zipuluchue au zitwange. Lakini ili kulifikia kundi analolilenga, hutumia muda kiasi gani kuandaa maudhui yake na huzingatia miko ipi? Mimi kiukweli bana huwa sijipangi. Mimi ninaweza nikaendesha gari nikapita nikauona mti ambao naujua ni dawa, mimi sishangai nikashuka nikaanza kurekodi nikaendelea na safari. Lakini hizi mitandao mingine nao vijana wanazichukua zile picha wanaziweka vizuri wanatuma kwenye mitandao mingine. Ingawa mimi naimiliki sana TikTok kwa sababu ndio ya hapo. Kwa maana mitandao mingi kama YouTube nini kuna vigezo vyake, lazima zile picha ziedit nini wapo vijana wanafanya. Lakini mimi sina maudhui, sina nini, muda wote mimi na rekodi na narusha hewani.